محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endelea tafsiri ya Qur'ani ya suratul Hajj katika aya 38. قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Wakati ambapo katika utangulizi wa maelezo ya aya, wakati ambapo Waislamu walikuwa wachache au waumini walikuwa wachache pale Maka kabla ya hijra, historia inaeleweka kwamba mateso kwa Waislamu na maudhi yalikuwa makubwa kuanzia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wake masahaba. Wakaamrishwa kuhama, wakaruhusiwa kuhama kwenda Uhabeshi, na badala yake ikaja ruhusa nyingine ya amri pia kwenda Madina. Kipindi hicho chote hawakutakiwa wapigane vita kwa sababu ya uchache wao na wingi wa wale maadui zao. Lakini baada ya hijra ikaanza ruhusa ya kuwa wapigane kwa kule kama kulipiza kisasi au kuzuia yale maudhi yanayofanyika. Aya hizi ni miongoni mwa aya zinazotaja sababu ya Waislamu kuruhusiwa kupigana vita ule zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hadi kesho. Ruhusa hiyo itakuwa inaendelea, haina mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu, hakika Mwenyezi Mungu, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, yudafi'u 'anil ladhina amanu, huwakinga wale wanaoamini, huwakinga wale wanaoamini na maudhi au mateso na vita ya maadui zao. Inna Allaha, kwa hakika Mwenyezi Mungu, la yuhibbu, hapendi, kulla khawanin kafur, kila haini asiyeshukuru, mtu mwenye khiana ambaye kwamba hashukuru. Na khiana hii ni uovu usio haki juu ya ule uovu unaofanywa, maana adhabu huwa ni badala ya makosa, inakuwa kama maovu kwa yule aliyeadhibiwa. Lakini sasa khiana ni kwa yule aliyekuwa na hatia ukamuingiza kwenye hatia. Kafur, asiyeshukuru, yule ambaye ameshindwa kushukuria Mwenyezi Mungu bali anayekufuria. Sasa Mwenyezi Mungu hawapendi hao. Kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu anawakinga wale wanaomshukuru na wasifanye khiana, na wale ambao ndio wale ambao wanamuamini ndio anawakinga hao. Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Udhina lilladhina yuqatalun, pameruhusiwa kwa wale ambao wanapigwa vita, biannahum dhulimu, kwamba kwa sababu wao wamedhulumiwa. Udhina lilladhina yuqatalun, wameruhusiwa wale ambao wanapigwa vita, biannahum dhulimu, kwa sababu wamedhulumiwa. Sababu ya kuruhusiwa ni kule kuwa wanadhulumiwa. Wa inna Allaha ala nasirihim laqadir, na hakika Mwenyezi Mungu juu ya kuwasaidia na vita ile au kuzuia maadui zao, laqadiru, ni mweza. Yeye Mwenyezi Mungu alipowaruhusu Waislamu muda ule, tunaelewa alikuwa bado wachache. Mfano mzuri upo katika vita ile ya Badri ambayo Waislamu ni thuluthi tu ya maadui zao. Lakini kwa hii kauli ya Mwenyezi Mungu, inna Allaha ala nasrihim laqadir, akathibitisha hapo kwamba Mwenyezi Mungu juu ya kuwasaidia awanusuru waja wake ni mweza. Ndio
ikafikia hadi kwamba wingi wa maadui na uchache wa wapenzi wa Mwenyezi Mungu, nusra ikawashukia wapenzi wa Mwenyezi Mungu wale walioidhinishwa kupigana vita. Na ikaendelea hali hiyo moja kwa moja ila pale ambapo wale walioruhusiwa wale waumini waliasi, kama mfano katika vita ya Uhud wakapata adhabu wa adabu kwa sababu ya maasi yao. Ni nani hawa ambao wameidhinishwa hasa, na kwa sababu gani hasa za kuidhinishwa wapigane sasa? Alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, ambao walitolewa katika majumba yao pasipo haki. Wametolewa katika majumba yao pasipo haki. Muhajirina wametolewa Maka kwenye majumba yao na nchi yao, na wakazuiliwa hata kuchukua mali zao. Yani ni dhulma dhahir, kiasi kwamba hata mtume wetu Muhammad SAW alipokuwa anatoka pale Maka kwa hijra, aligeuka akaangalia Maka akasema, wallahi innaka la ahabbu ardullah ilayhi, akasema hakika yako wewe ni bora yani ninazozipenda katika ardhi za Mwenyezi Mungu kwangu, bora ya vinavyopendwa katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Ya nafsi yake inapenda zaidi katika ardhi za Mwenyezi Mungu. Wa innaka la ahabbu ardullahi ila Allah, na kwamba hakika wewe ardhi wewe ndio bora ardhi ya Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu, maana ndio ardhi ipendwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu vile vile. Walaula anna ahlaka akhrajuni mink, na lau kama kwamba watu wako, watu wa hiyo ardhi yako hawakunitoa kuepukana nawe, ma kharajtu, wanasema nisingalitoka. Sasa ingawa idhini ya Mwenyezi Mungu ndio iliyomruhusu kutoka, lakini sababu ya Mwenyezi Mungu kumtaka atoke ni kwa kuwa watu wake wametaka kumtoa. Tumeelewana na kule asili ya kisa tumeona kule katika sura Al-Anfal jinsi ambavyo walikusanya kwa kushauriana, tumuue, tumtoe, tumfanye nini. Mtakumbuka kozi zote ilikuwa ni hila. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana mtu wanasema lau kama watu wako hawakunitoa basi nisingalitoka. Na wanasema katika sababu nuzuli ya aya zile za mwisho katika suratu Al-Qasas, innal ladhi farada alayka al-Qur'an laraduka ila ma'ad, kwa sababu mtu sasa kaipenda ardhi na nchi yake, Allah akamwahidi kurudi na akamrejesha katika sura Fathu fi Makkah katika hali ya salama kabisa. Mwaka mmoja nyuma yake huko ilikuwa kuna nini, wamezuiliwa watu 1500 hawana haki ya kuingia, lakini mwaka mmoja badala yake akaingia Makkah katika hali ya amani kabisa. Ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikatimia, innal ladhi farada alayka alquran laraduka ila ma'ad. Tulishasoma hicho kisa, tumekizungumza. Na kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaruhusu, kwa sababu miongoni mwa sababu ziruhusiwa Waislamu kupigana vita. Akikuuliza kuambia mtu labda Waislamu wanapenda vita, na mwambie la. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amezieleza sababu za Waislamu kuruhusiwa kupigana. Alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah, isipokuwa kwa kule wao kuwa wanasema Mola wetu Mwenyezi Mungu. Ndio basi kilichopelekea wao watolewe katika mji wao na majumba yao. Walaula dafullahi nnas, na lau sikukinga Mwenyezi Mungu kuwakinga watu baadhahum bibadh, baadhi yao kwa wengine, la hudimati sawami', yangelivunjwa mahekalu. Hekalu ni nyumba ndogo kabisa ya kufanyia ibada. Wabi'un, na makanisa nayo ni madogo zaidi hasa kwa wakati wake. Wasalawatu, na nyumba nyingine tofauti za ibada. Wa masajid, na misikiti. Watafasiri wanasema zimetajwa hizi nyumba kwa daraja. Msikiti ndio bora ya ubora wa ukubwa wa nyumba za kufanya ibada anaoabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za zama, kwa mujibu wa zama. Kwa hiyo misikiti imekuja kuwa na utanuzi mkubwa zaidi kuliko nyumba nyingine zote zilizokuwa za ibada. Yudhkaru fiha simullah, inatajwa ndani ya nyumba hizo jina la Mwenyezi Mungu kathira, kwa wingi. Wala yansuranna Allahu man yansuru,
na atamnusuru Mwenyezi Mungu wale wanaomnusuru. Atakayemnusuru Mwenyezi Mungu atamnusuru na yeye. Na nusura kwa Mwenyezi Mungu ni kufuata maelekezo yake ya kisheria na kuacha makatazo yake ambayo ameyataja katika sheria zake za kustahiki kuabudiwa au za maisha ya waumini. Ndio nusura. Inna Allaha laqawiyyun aziz, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, aziz, mwenye shani ambaye hashindwi kwa alitakalo, ndio aziz. Sasa anaposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yansuranna Allahu man yansuru, yule anemsuru Mwenyezi Mungu, tumesema hapa ni kwa kusimamia sheria, utekelezaji wa sheria, kwa kushika aliyoruhusiwa na kuamrisha Mwenyezi Mungu na kuacha aliyokatazwa na yanomchukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana yake kubwa. Lakini nusura ya mwanzo alionusura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni waumini, ni kule kumwamini Mtume sallama. Kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, akamwamini Mtume sallama, akamwamini Mwenyezi Mungu, wakakubali wahama wakaenda Uhabeshi, waliohama wakaenda Madina kabla yake yeye, wakahama badala yake watu na Mtume sallama, wakahama watu kutoka miji yao wakaenda pamoja na Mtume Muhammad sallama. Ile ni nusura kwenda kuunga jeshi na dola ya Kiislamu. Ile ndio nusura ya kwanza kubwa ambao watu walikubali kumnusuru Mwenyezi Mungu, kama wale Ansari waliokubali nyumba yao kufanywa nini, ndio markaz dola islamia, maana kituo cha dola ya Kiislamu. Wale ni miongoni waliomnusuru Mwenyezi. Kwa hiyo kukaa wanamnusuru Mwenyezi Mungu muhajirina waliohama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Ansari waliowapokea watu waliohama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na wakakubali kuungana nao na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasa na wawezi wao katika kunusuru ya Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu hao ndio walioahidi kwamba atawanusuru, na mpaka kesho kama tutakuwa namna hiyo hiyo tutanusurika kwa nusra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Nani hao? Sifa zao. Sasa Mwenyezi Mungu anataja wasfu wa watu wa aina hiyo wanaonusuru Mwenyezi Mungu. Alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salah, ambao tukiwapa umakinifu katika ardhi. Umakinifu ni wa nini? Ama nguvu, mali, utawala, yani utulivu wa kuwa na sulta, nguvu. Immakkannahum, ambao tukiwamakinisha katika ardhi, aqamus salah, wanasimamisha swala, wa atau zaka, na wanatoa zaka, wa amaru bil ma'ruf, na wanaamrisha mema, wa nahwa anil munkar, na wakakataza maovu machafu. Walillahi aqibatul umur, na kwa Mwenyezi Mungu ndiko marejeo ya mambo yote yanarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Walillahi aqibatul umur. Kwa hiyo aya hizi kuanzia ya 38 hadi 41, maudhui yake Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza jinsi ya asbabu kwanza za kuruhusiwa watu kupigana, na yeye Mwenyezi Mungu alipochukua ahadi ya kuwanusuru watu wale wanaomnusuru yeye. Naam. Kisha baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia yale ambayo amemweleza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in yukadhibuka faqad kadhabat qablahum qaum nuhin wa adun wa thamud. Wa in yukadhibuka, na endapo atakukadhibisha wasiomwamini, kasema muongo, walisema mengi, mchawi, kohani, mengi tumshairi. Wa in yukadhibuka faqad kadhabat qablahum, kwa hakika wameshakadhibisha kabla yao, qaum nuhin, watu wa Nuhu, wa adun, na watu wa Nabii Hud, qaum Ad, wa Thamud, na watu wa Nabii Saleh, qaum Thamud, wa qaum Ibrahima, wa qaum Lut, na watu wa Nabii Ibrahim, na watu wa qaum Lut, na watu wa Lut. Hawa watu wote waliotajwa walikadhibisha mitume. Anaambiwa tusema wakikadhibisha, wewe si wa mwanzo, washatangulia mitume wenzio ambao walishakadhibishwa. Kwa hiyo imekuwa kama sunnatullahi fi ibadihi, waja wake
Hiyo ni mwenendo wao, ndio wanaokwenda huo. Ikiletwa mitume wafanye nini? Waikadhibishe. Wa ashabu Madiana, na vile vile watu wa Madian, kaumu Shuaib, na vile vile wamekadhibisha. Wa kudhiba Musa, na akakadhibishwa Musa. Kudhiba Musa, alikadhibishwa Musa ni watu wake. Fa amlaitu lilkafirina, nikaongeza muda kuongezea makafiri. Thumma akhadhtuhum, kisha nikawashika kwa adhabu. Fa kaifa kana nakir, vipi ilikuwa adhabu niliyoadhibu. Fa kaifa kana nakir, pale nilipowashika vipi ilikuwa adhabu. Tunajua sote, tunajua kisa cha kaumu Nuh walipoadhibiwa. Ilikuwa vipi adhabu ya Mwenyezi Mungu? Maji yatoka chini, mengine juu, wakakarikishwa. Ilikuwaje watu wa kaumu Hud waliangamizwa kwa upepo mkali wa kimbunga? Ilikuwaje watu wa kaumu Saleh, Thamud walipatwa na ukelele wa mauti wakaganda, au sivyo? Ilikuwaje watu wa Firaun waligharikishwa katika bahari? Tumefahamiana Kwa hiyo hakadha kan kaifa kana nakir. Tumeelewana vipi ilikuwa ile adhabu? Tumeelewana Faka ay min qaryati, ni mingapi katika miji, ahlaknaha, tuliangamiza hiyo miji, wa hiya dhalimatun, na ni yenye kudhuluma nake wale watu wake. Ile miji yenye kudhulumu wale watu wake. Fahiya khawiyatun ala urushiha, miji hiyo imeporomoka majengo yake kuangukia kwenye sakafu zake, dari zake, sakafu meanguka. Athari zipo lakini imeporomoka na watu wake hawapo. Fahiya, miji hiyo, khawiyah ala urusha, imeporomoka juu ya sakafu zake. Wa bi'irin mu'attal, na visima vilivyoachwa hakuna anayetumia. Wa bi'irin mu'attal, na visima vilivyoachwa. Wa qasrin mashid, na majengo yaliyo madhubuti kabisa nao pia yameachwa. Kwa sababu gani? Hii tunaambiwa sisi tufahamu kwa sababu ya kuangamizwa kwa wale watu. Lakini tukumbuke kwamba asili ya maudhui wa in yukadhibuk faqad kadhabat qablahum. Sasa wale kaumu Nuhin wa Ad wa Thamud ndio watu waliohusiana hiyo miji ambayo imeangamizwa. Afalam yasiru fil ardh, hivi hawaendi katika ardhi. Fatakuna lahum qulubun, ikawa kwao nyoyo, yaqilun, zinazozingatia, biha, kwa yale watakaoyaona. Hawatembei katika ardhi wakaona hayo yaliyotendeka katika yaliyotajwa maksudio. Waende maeneo yaliyotajwa, waende Madian, Hadhramut, pale mipaka na Hadhramut, Ahqaf, waende Hijri karibu na mipaka ya Saudia pale, waende Misri wakaona athari za Firaun. Pyramids mpaka leo zipo alizojenga Firaun. Yale yote yamejengwa na watawala, yasemekana mpaka leo athari za Namrud bin Kanaani Iraki zipo. Sasa hayo yote ni tunatakiwa tuende tukaone, ili zile nyoyo zetu zizingatia yatuambiwayo. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, ili wawe na nyoyo zinazozingatia kwayo wanayoambiwa. Au adhanun yasmauna biha, au masikio wanayosikia kwayo. Nyoyo zao ziwe zenye kuzingatia na masikio yenye kusikia kwa kuona. Kwa nini? Fa innaha la ta'mal absar, kwani hakika yake hayapofowi macho. Macho sio ya wayo mapofu, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, zinakuwa pofu nyoyo ambazo ziko kwenye vifua. Tumeelewana Huo ndio upofu mkubwa zaidi. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ili wawe na nyoyo. Na kule katika suratul A'raf tumeona Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba
walaqad dhara'na li jahannama kathira min aljin wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Akataja mnyoyo, akataja masikio, akataja macho, mwisho akasema ulaika kal al'am bal hum adall. Wamekuwa wanadamu wao walio na nyoyo na masikio na macho, kuwa hawaoni kwa vote wala hawasikii wala hawaongoki, ni kama wanyama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala wanadamu hawa akawapa sifa mbaya zaidi, bali hum adall. Ikiwa wanadamu zaidi wamepotea zaidi wanyama, basi akili zao na nyoyo zao na masikio yao yote imekuwa zaidi ya dhaifu kuliko wanyama. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi as-sudur wa yastajilunaka bil adhab, na wana kuharakishia juu ya adhabu. Tutakumbuka kule katika sura nyingi tulizotangulia, mfano suratul Anfal, washirikina wa Makkah wasema kul Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-samai au itina bi'adhabin alim. Mola wetu, ikiwa hii ni haki, maana wanaona hawajaamini bado Mtume sallallahu kabla hija Mtume sallallahu, ikiwa hii iliyokuja na Muhammad ni haki kutoka kwako, basi tuensheleze mvua tuko mbinguni, mvua ya mawe tena. Fa amtir alaina hijaratan min as-samai au itina bi'adhabin alim, au tuletee adhabu kali. Sasa Mwenyezi Mungu anasema wayastajilunaka bil adhab walan yukhlifa Allahu wa'dahu, wanakuharakishia juu ya adhabu wala hakhalifu Mwenyezi Mungu miadi yake, kwamba kasema itatokea tu. Wa inna yawman 'inda rabbik, na hakika ya siku moja mbele ya Mola wako kwa ugumu wa ile adhabu, ka alfi sanatin mimma ta'udun, kama 1000 miaka ile mnayohesabu nyie. Yani ule ugumu na ukali wa adhabu siku moja mbele ya Mwenyezi Mungu katika kuadhibu wa mtu ni sawa sawa na miaka 1000 tuhesabu sisi. Allahumma a'idhna min adhabah. Kwa hiyo siku moja ile ambayo anateswa mtu kwa adhabu ya Mwenyezi Mungu, siku hiyo wanaoharakisha hao adhabu ni sawa sawa na miaka 1000 tunahesabu sisi. Wakaay min qarya, na ni vingapi katika miji amlaitu, nimeipa muda. Mwenyezi Mungu anasema laha amlaitu laha, nimeipa muda, watu wanaendelea kuishi na udhalimu wao. Wa hiya dhalimatun, na wenye kudhulumu miji hiyo wale watu wake. Thumma akhadtuha, kisha nikawatia mikononi, nikawashika wale watu wake. Wa ilayya al-masir, na kwangu mimi ni marejeo. Sadaqallahu al-azim. Tuishi hapo leo, tuishi hapo. Kama kuna swali tufadhali.